Ndugu waandishi wa habari, Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya kwanza nipo mahali hapa kwa ajili ya jambo moja kubwa. Ningeweza kusema kwamba jambo hili kubwa ni tukio maalum ambalo nataka ulimwengu upate kuelewa. Watanzania wapate kufahamu kwamba mbele yetu kuna tukio kubwa sana ambalo halijawahi kutokea katika dunia. Huo ni ujio wa Yesu Kristo. Ndugu zangu waandishi wa habari, Yesu anakuja. Tena Yesu anakuja kwa uhakika. Kwa uhakika. Na ndio maana nimeona niweze kuongea na nyinyi waandishi wa habari ili Watanzania, wanadamu wenzangu, wapate kuelewa kwamba Yesu anakuja. Unajua, inawezekana watu hawalifahamu tukio hili kubwa linaoujia ulimwengu. Inawezekana watu aidha wamepuuzia wakifikiri kwamba ni hadithi, lakini niwatangazie kwa uhakika, Yesu anakuja. Yesu anakuja. Kwa sababu yale yote Biblia, yale yote ambayo neno la Mungu, Biblia hii takatifu imetabiri, yote yametimia. Yote yametimia. Tunachongoja kuja kwa Yesu mara ya pili. Unajua wapendwa, labda niwaambie kwamba kwa nini Yesu anakuja. Kwa nini Yesu anakuja? Kwa nini Yesu anakuja? Yesu anakuja kwa sababu huu ulimwengu umeharibika. Mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura yake, amepoteza mwelekeo. Yale makusudi makubwa ambayo Mungu aliwekeza kwa mwanadamu yamepotea. Kama ni akili, basi mwanadamu anatumia akili ndogo sana, lakini sehemu kubwa ya maisha yake ni ubaya na uovu. Na Mungu huyu anahuzunika jinsi alivyomuumba mwanadamu kwa sura yake. Amepoteza mwelekeo. Kwa sababu gani? Mwanadamu alipoanguka katika dhambi, kwa ushawishi wa shetani, shetani amekusudia kumpoteza mwanadamu kwa kumletea mabaya. Ndio maana tangu ulimwengu ulipoanza, kumbukeni Kaini aliua ndugu yake. Na ulimwengu umeendelea hivyo hivyo. Vita, ugomvi, fujo, ni kwa sababu shetani anataka kumpoteza mwanadamu asiurithi uzima wa milele. Sasa wapendwa, nataka niwaambie kwamba, ndugu waandishi wa habari, nataka niwaambie hilo ndio kusudi la shetani, kumpoteza mwanadamu asiwe na mwelekeo. Mungu wetu
ametuwekea mambo yaliyo mazuri. Yesu huyo anakuja, moja ni kwa sababu anakuja kuzivunja kazi zote za ibilisi. Yesu anakuja kumwokoa mwanadamu, amrithishe uzima wa milele. Uzima wa milele. Na uzima wa milele ni kitu halisi. Uzima wa milele ni kitu halisi. Kumbe ndugu zangu waandishi wa habari, si kwamba uzima wa milele ni nadharia au kitu subtract imagination. Ni halisi, ni kitu halisi, kwa sababu Mungu anataka kumrejeshea mwanadamu heshima yake. Heshima yake. Ndio maana Yesu anakuja kurejesha heshima ya mwanadamu iliyopotea katika ile bustani ya Eden. Iliyopotea katika ile bustani ya Eden. Sasa Yesu anakuja kuirejesha heshima hiyo. Sasa mpendwa, nataka niwaambie Watanzania wenzangu, na mtu yote anayetusikia mahali popote pale atambue hivyo. Ni upendo mkubwa wa Mungu wa ajabu kurejesha heshima ya mwanadamu. Kama vile ukisoma kitabu cha Ayubu, Ayubu alikuwa na heshima yake. Shetani aliingilia kati. Vile vyote alivyomletea Ayubu, kama ni magonjwa, kama ni vita, kama ni upolaji, kama ni kuangamizana, ilikuwa ni kusudi kwamba huyu Ayubu amkufuru Mungu. Na ndivyo ulimwengu huu unavyopita. Leo dunia inapita, inapita dunia hii katika shida na matatizo na vita na ugomvi wa kila namna, ili mwanadamu apoteze mwelekeo. Lakini yuko Yesu, kupitia injili yake, kupitia neno lake, anataka kuwaokoa wanadamu. Anataka kuwaokoa wanadamu. Ni jambo jema na jambo la kumshukuru Mungu sana. Na Mungu anakwenda kufanya mbingu mpya na nchi mpya. Ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo 21, uanzie mstari wa 1 hadi mpaka wa 5, anazungumza pale kwamba Mungu anakwenda kufanya mbingu mpya na nchi mpya, ambayo mwanadamu aliyekombolewa kupitia Yesu Kristo aweze kuishi pale. Na katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na magonjwa, hakuna vita, hakuna kila ghasia unazoziona. Wanadamu halisi. Sio kwamba wanadamu kama mzuka, hapana, mwanadamu halisi, kwa sababu Biblia inazungumza katika kitabu cha Wathesalonike. Ukisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza pale 4, anazungumza pale kwamba anasema parapanda italia, waliokufa katika Kristo watafufuliwa, wapewe uzima wa milele. Na kama atatukuta tungali hai, kwa sababu sisi kizazi hiki kizazi ndicho kitakachokuja kumuona Yesu. Hiki kizazi kitamuona Yesu. Kumbe wengine hawatakufa, wataungana na waliofufuliwa kumlaki Yesu angani. Baada ya miaka 1000 mbinguni, Mungu anakuja kumkabidhi mwanadamu dunia iliyotengenezwa upya, ili yale makusudi yake Mungu wetu mwema aliyowekeza ndani ya mwanadamu
aweze kuendeleza, lakini katika hali ya utukufu wa hali ya juu sana. Hilo ndio kusudi la Mungu. Na shetani atakuwa ameangamizwa hata kuwapo milele. Maisha ya mwanadamu ataishi mabilioni na mabilioni ya miaka pasipo kifo. Yale yote Mungu anataka kwamba, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake, kwa sura yake. Sasa Mungu anataka mwanadamu aendeleze dunia hii na masayari mengine. Huo ndio mpango wa Mungu. Naomba waandishi wa habari mfahamu hilo jamani. Mlifahamu hilo. Mungu ana makusudi mazuri kwa ajili yetu sisi wanadamu. Na ndio maana niwatie moyo tusome Biblia. Tutaelewa mpango wa Mungu kwa ajili yetu. Sasa kwa sababu Yesu wetu anakuja na amekusudia kutuandalia, sio kwamba amekusudia, tayari ametuandalia mambo mazuri ambayo Biblia inasema hakuna jicho lililoweza kuona uzuri wa Mungu aliyotuandalia. Sasa sisi katika kipindi hiki, katika maisha haya tuliopewa katika dunia hii, tunaitumiaje? Kuna mapambano saizi. Kuna mapambano. Shetani ambaye ni malaika ni kiumbe halisi, yuko na malaika wake waovu wapo. Hayo ndio mapepo, majini. Yapo kwa ajili ya kuvuta wanadamu wasiwe upande wa Yesu, ili wapotee nao milele. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, naomba mlielewe hilo, kwamba dunia hii tunaishi kwa mapambano. Shetani anataka kukupoteza, Mungu anataka kukuokoa, akupe uzima wa milele. Sasa ni juu yako sasa wewe kuchagua. Mungu wetu ametupa nafasi. Tena hiyo nafasi ni wewe kujitoa tu. Yaani ni wewe peke yako kujitoa. Basi Mungu ndiye anachotaka, nia yako. Anaitafuta kwa sisi wa Tanzania. Anaitafuta kwa sisi wanadamu tulio katika sayari hii. Tuchague. Ndio maana katika kitabu cha Yohana 3:16 anasema Mungu aliupenda ulimwengu. Ndio maana akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tukimchagua Yesu tutaokolewa, hatutapotea, na tutamlaki akija katika mawingu. Tutamlaki kwa sababu nimewaletea maneno ya kuhakikishia kwamba Yesu anakuja. Hatujui saa, lakini yale yote ambayo yamezungumzwa katika Biblia, wale wasomaji wa Biblia, yametimia. Tunachongoja ni hodi Yesu aje katika dunia hii. Sasa ndio maana sisi tujiandae. Na kujiandaa, number 1 ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo tu. Ukimpokea Yesu, salimisha maisha yake kwake. Mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini ili tuonyeshe, namba 2 sasa hiyo, ili tuonyeshe kwamba tunathamini wokovu huu ambao Yesu ameutoa bure, basi tukubali kuzitii amri zake. Ndio maana katika kitabu cha Yohana 14:15, ndugu waandishi, anasema ukinipenda, Yesu anasema ukinipenda utazishika amri zangu. Na amri zinazozungumzwa hizo peke yake ambazo Mungu aliziandika kwa kidole chake juu ya mbao 2 za mawe. Amri 10. Sasa katika amri hizi 10 ujue
hakuna mahali ambapo shetani anapavizia ni kwenye hizi amri. Kumbe niwatie moyo wa Tanzania wenzangu kwamba Yesu anakuja, tumpokee yeye na kukubali kuzitii amri zake. Amri zake. Lakini pia unajua katika amri zile, amri moja ambazo Yesu anasema katika kitabu ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11, Mungu katika amri zake anasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Unajua mpendwa, nataka nikwambie kitu kimoja. Usomaji wa Biblia ni wa pekee. Na kama una shida ya kuijua Sabato, basi wewe ulize maswali tu. Lakini Sabato ya siku ya 7 ya juma ni Jumamosi. Wachungaji, wainjilisti wenzangu, maaskofu, tunakubaliana hili. Wala lina mashaka. Siku ya 7 ya juma ni Jumamosi. Sasa hiyo ndiyo inaomtambulisha Mungu kwamba ndiye mmiliki aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote. Ndiyo aliyoiumba, aliyetuumba sisi wanadamu. Tunapaswa kuitunza. Hakuna jinsi. Na siku hiyo ndiyo inaotenganisha. Hii Sabato usione kama ni kitu kidogo, lakini nataka nikwambie ndiyo pambano kubwa limekalia mahali hapo. Nyinyi wasomi mnafahamu, wakina Darwin walitangaza kwamba hakuna Mungu. Sasa Sabato peke yake ndiyo inaomtambulisha Mungu ndiye muumba wa mbingu na nchi. Na sisi tulioumbwa kwa mfano wake, kwa sura yake, sharti tuitunze. Hakuna udhuru, hakuna cha kusema mimi ni askofu, mimi ni padri au mimi ni mchungaji. Hapana. Lazima tuitunze kwa sababu ndio mahala ambapo inamtambulisha Mungu muumbaji. Kumbe ndugu zangu waandishi wa habari, nataka niseme kwamba Yesu anakuja. Huu ndio ujumbe pekee ambao nauleta kwenu. Kwa neema Yesu Kristo, naomba Watanzania, naomba kwa jina la Yesu, Watanzania tukubali na tuelekeze sasa mawazo yetu tukijiandaa kila mmoja binafsi kumpokea huyu Yesu Mwokozi wetu na Bwana wetu. Na kwa namna hiyo Yesu atakapokuja, mamilioni ya Watanzania wataokolewa. Na wakati mwingine unajua watu wamechukulia mambo kirahisi. Hakuna tofauti na kipindi cha Nuhu. Hakuna tofauti na kipindi cha Sodoma na Gomora. Hakuna tofauti. Watu walichukulia mambo kwa urahisi, lakini ikatokea gharika. Moto ukashuka katika kipindi cha Sodoma. Ndivyo ilivyo. Biblia haikosei, iko sahihi 100%. Ni kwa sababu Mungu anatupenda. Kabla Yesu kuja, ujumbe wa kweli wa Injili ambao utagusa imani zetu. Tulizoea kuheshimu Jumapili. Lakini sasa neno la Mungu linakuelekeza moja kwa moja ukubali kuitunza Sabato ya siku ya 7 ya juma
ambayo ni Jumamosi, ukubali, kwa sababu ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Kumbe waandishi wa habari, hata nyinyi mkiangalia mnaona kama kuna uzito mkubwa sana. Lakini nasimama hapa kwa uwezo wa Mungu mwenyewe kuambia Watanzania wangu, ndugu zangu na jamaa zangu, hebu sasa tuelekeze mawazo yetu, kwa sababu adui asiyependa amani anazunguka huko na kule ili kukufanya wewe upoteze mwelekeo wako, uangalie mambo ambayo hayana faida kwako, hayana faida. Ili muda unafika, hujajiandaa, na mwisho wake unapotea milele. Mungu ametuandalia mambo mazuri. Yeye mwenyewe anahuzunika kuona mwanadamu anateseka. Nataka niwaambie, yani kitu cha ajabu sana, Mungu anahuzunika na mateso yetu, na shida zetu, na uonevu ambao shetani anauleta katika ulimwengu huu. Anahuzunika pamoja na sisi. Na ndio maana hata kipindi cha Nuhu, Mungu anasema, nahuzunika, najuta kwa nini nilimfanya mwanadamu, kwa sababu ya mambo ambayo yanatokea katika ulimwengu, anayoteseka. Ndio maana anasema nahuzunika. Sasa Mungu anahuzunika, ndio maana Mungu ameruhusu hii dunia ipite, na sisi wanadamu tuchague. Yaani mambo yote unayoona katika dunia hii yanakulenga wewe ufanye uchaguzi. Umfuate yeye na neno lake na amri zake, kwa sababu amri zake zimejaa upendo, zimejaa haki. Lakini adui yeye analeta vitu ambavyo vinakufanya wewe ukose amani moyoni mwako. Sasa Mungu wetu anakuhitaji sasa uokolewe na kuurithi uzima wa milele. Mungu awabariki sana.